Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mgogoro kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya ya tahadhari ya kijeshi baada ya Iran kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi katika eneo nyeti la Mlango wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Mazoezi hayo yamevuta hisia za mataifa makubwa kwa sababu eneo hilo linapitisha takribani theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari. Jeshi la Iran lilitangaza kuwa mazoezi hayo yalihusisha makombora ya masafa ya kati, drone za kivita, pamoja na vikosi vya majini vilivyofanya doria za ghafla karibu na njia za meli za kimataifa. Lengo rasmi lililotolewa na Tehran ni kuimarisha ulinzi wa kimataifa, lakini wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona hatua hiyo kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Washington. Mlango wa Hormuz umekuwa kitovu cha mvutano kwa miaka mingi. Kijiografia ni njia nyembamba inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Hindi, na kufungwa kwake hata kwa muda mfupi kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Hii ndiyo sababu kila hatua ya kijeshi katika eneo hilo hutafsiriwa kama onyo la kimkakati. Mazoezi ya Iran yamekuja wakati Marekani tayari imeongeza uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati. Pentagon imethibitisha kupelekwa kwa meli ya pili ya kivita katika eneo hilo, hatua inayotafsiriwa kama mkakati wa kuizuia Iran kuchukua hatua kali zaidi. Ujumbe uliotumwa ni wa wazi: Marekani ipo tayari kulinda maslahi yake na washirika wake. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha msimamo mkali dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa shinikizo la kiuchumi na kijeshi litaendelea hadi Tehran ibadilishe mwenendo wake wa kikanda na nyuklia. Kauli hiyo imeungwa mkono na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amesisitiza kuwa Iran hairuhusiwi kuimarisha uwezo wake wa kijeshi bila kukabiliwa na hatua kali. Makubaliano kati ya Trump na Netanyahu juu ya kuongeza shinikizo dhidi ya Iran yanaonekana kuimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya Washington na Tel Aviv. Hata hivyo, bado kuna mjadala kuhusu hatua za mwisho. Je, ni diplomasia, vikwazo zaidi, au hatua kali za kijeshi zitafuata? Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa uwepo wa meli nyingi za kivita za Marekani katika Ghuba ya Uarabuni ni uchochezi unaoweza kusababisha ajali ya kijeshi. Maafisa wa Tehran wanasema hawataanzisha vita, lakini hawatasita kujibu iwapo wataona vitisho vya moja kwa moja dhidi ya ardhi yao au miundombinu yao ya nishati. Soko la kimataifa la mafuta tayari limeonyesha dalili za wasiwasi. Bei zimepanda kwa tahadhari kutokana na hofu ya usumbufu wa usafirishaji. Mataifa yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati yanafuatilia kwa karibu kila hatua na kila harakati ya kijeshi katika eneo hilo. Wachambuzi wanaonya kuwa hata kama hakuna risasi itakayopigwa, lakini mkusanyiko wa nguvu za kijeshi katika eneo dogo kama Mlango wa Hormuz huongeza hatari ya makosa ya kibinadamu au tafsiri mbaya za kijeshi. Tukio dogo linaweza kubadilika haraka na kuwa mgogoro mkubwa wa kikanda. Kwa sasa dunia inaangalia kwa makini hatua za Tehran na Washington. Swali kubwa ni je, mazoezi haya ya kijeshi ni onyo la kisiasa tu au ni ishara ya maandalizi ya mabadiliko makubwa ya kimkakati Mashariki ya Kati? Hali inaendelea kuwa tete na kila upande unaonekana kujaribu kuonyesha nguvu bila kuvuka mstari wa vita vya moja kwa moja. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.